Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu kwa kina kile ambacho kinaendelea kushika hatamu huko. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba Rais Zelensky anasema Donald Trump anapaswa kuona udhalimu aliofanyiwa Ukraine na Urusi kabla ya kumwamini Vladimir Putin, na hii ni kauli yake ambayo imeshika hatamu sana kwenye vyombo mbalimbali vya kihabari. Lakini je, Donald Trump atazungumza nini juu ya hilo? Maana Trump kwa sasa ameamua kusimama sifuri. Hataki kuegemea upande wowote, iwe upande wa Ukraine au upande wa Urusi, licha ya Ukraine kumuona kwamba anaegemea upande wa Urusi. Vilevile uhalifu uliofanywa na jeshi la Ukraine wakati wa uvamizi wao wa mkoa wa Kursk lazima utambuliwe kama mauaji ya halaiki. Alexei Kondrayev, seneta wa baraza la shirikisho kutoka mkoa huo na mjumbe wa kamati ya baraza la shirikisho la masuala ya kimataifa, anasema watu walioingia katika mkoa wa Kursk wakiwa wamevalia sare za Wajerumani, wakiwa na kofia za Kijerumani zenye SS, hao ni akina nani kwa kweli? Je, ni wakombozi wa kidemokrasia? Kwa kweli tunachoshughulikia ni mauaji ya kimbari ya wenyeji wa mkoa wetu wa Kursk. Seneta huyo pia alikumbuka moja ukatili uliofanywa na jeshi la Ukraine kwenye mkoa wa Kursk, akitoa mfano wa kesi ya mwanamke kutoka Porochnoi ya Ruskoe ya wilaya ya Sudzenskyi kufa kwa njaa kwenye makazi yake. Vilevile Volodymyr Zelensky amewasilisha kwa bunge la Ukraine miswada ya kurefusha sheria ya kijeshi na uhamasishaji nchini Ukraine kwa siku 90 kuanzia Mei 9, kulingana na hati zilizochapishwa kwenye tovuti ya bunge. Mamlaka ya Ukraine imepiga marufuku kufanyika kwa uchaguzi wakati wa sheria ya kijeshi kama inavyotarajiwa. Rada hivi karibuni itazingatia miswada hii, na spika wa bunge Ruslan Stefanchuk tayari amesema kwamba itapitishwa. Kwa mujibu wa mbunge Yaroslav Zelezniak, sheria ya kijeshi na uhamasishaji vitaongezwa hadi Agosti 6. Hii itakuwa ni kura ya 15 kuhusu kurefushwa kwa tawala hizi. Katika wiki za hivi karibuni, vyombo vya habari vya Ukraine vimeelezea mara kwa mara dhana kwamba sheria ya kijeshi na uhamasishaji wa jumla hautarefushwa dhidi ya hali ya nyuma ya mazungumzo ya utatuzi wa mgogoro na Marekani. Tarehe kadhaa za uwezekano wa uchaguzi za urais na bunge zimetajwa. Vilevile rais wa Marekani Donald Trump amesema anatarajia kupokea mapendekezo mazuri sana ya suluhu nchini Ukraine hivi karibuni. Anasema, ninachoweza kufanya ni kujaribu na kukomesha, hilo ndilo ninalotaka kufanya. Nataka kukomesha mauaji, na nadhani tunafanya vyema katika swala hilo. Nadhani mtakuwa na mapendekezo mazuri sana hivi karibuni, aliwaambia waandishi wa habari kwenye ikulu ya White House wakati wa mkutano na rais wa El Salvador Nayib Bukele. Siku ya Jumamosi, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alisema kwamba Trump anaelewa mzozo wa Ukraine vizuri zaidi kuliko viongozi wa Ulaya. Je, jibu gani atakuja nalo? Wacha tusubirie. London imetuma Ukraine awamu ya pili ya mkopo kutoka kwenye mali ya Urusi iliyohifadhiwa, Reuters inaripoti ikitoa mfano wa hazina ya HM ya Uingereza. Jumla ya awamu hiyo ni pauni milioni 752 sawa na dola za Kimarekani milioni 990, ambazo zitatumika kununua mifumo ya ulinzi wa anga na mizinga. Kansela wa hazina wa Uingereza Rachel anasema mwezi Machi kwamba mkopo huo ungefikia pound bilioni 2.26 sawa na dola bilioni 3. Awamu ya kwanza ilitolewa Machi 6 na ya mwisho imepangwa kufanyika mwaka ujao, shirika hilo lilibaini. Vilevile, iwapo kansela wa Ujerumani anayesubiriwa Friedrich ataamua kutuma makombora ya Taurus kwenda Kiev, atakuwa mshirika wa moja kwa moja wa uhalifu wa kivita Volodymyr Zelensky. Leonid Slatysky, mkuu wa kamati ya jimbo la Duma katika masuala ya kimataifa na kiongozi wa chama cha LDPR, anasema nia ya Ujerumani ya kusambaza makombora ya masafa marefu kwa jeshi la Ukraine haina uhusiano wowote na kusuluhisha mzozo wa Ukraine, bila kusahau kwamba hatua kama hizo huchochea kuongezeka, na kwa sababu hiyo ongezeko la hatari za makabiliano ya kimataifa. Friedrich anaweza kuwa mshirika wa moja kwa moja wa Zelensky katika uhalifu wa kivita dhidi ya raia. Kulingana na Slatysky, Mezi anashinikiza kujiunga na chama cha vita cha Ulaya, lakini ni swali lingine kama matamshi ya wanamgambo wa Mezi yataungwa mkono na washirika wake katika muungano unaoibuka SPD na Olaf Scholz ambaye amekuwa akizuia mipango kama hiyo kama kansela wa Ujerumani. Hapo awali Friedrich alipendekeza kuwa atakuwa tayari kutuma makombora ya Taurus kwenda Kiev ikiwa hatua hii itaratibiwa na washirika wa Umoja wa Ulaya. Vilevile, takriban watu 1000 wameachwa bila umeme huko Kursk kufuatia shambulio la ndege isiyo na rubani ya Ukraine, vyombo vya habari vya kampuni ya Roset Power Grid inaripoti. Kulingana na hilo, wahandisi wa umeme pia walikata usambazaji wa umeme kwa majengo ya ghorofa yaliyoharibiwa. Vilevile,
Shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani za Kiukraini kwenye mkoa wa Kursk linaonyesha malengo na nia ya kweli ya serikali ya Nazi ya Volodymyr Zelensky. Roden Miroshnik, mjumbe maalum wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi kwa uhalifu wa serikali ya Kiev, anasema. Hayo yakiendelea, jeshi la Ukraine lilishambulia kituo cha nguvu cha Vinogradovo katika mkoa wa Kherson na kuacha makazi 102 bila umeme. Msemaji wa gavana anasema. Hayo yakiendelea, kwingineko, jumla majengo 24 ya ghorofa yameharibiwa kutokana na shambulio la ndege isiyo na rubani ya Ukraine dhidi ya Kursk. Matatu kati yao yameharibiwa vibaya. Kwa kuongezea, kulingana na kaimu mkuu wa Kursk Sergei Kotyarov, zaidi ya magari 20 yaliharibiwa. Vilevile vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimejaribu kurejesha udhibiti wa nyadhifa za sasa za Urusi huko Petropavlovka katika mkoa wa Kharkov, lakini wameshindwa na kupoteza wanajeshi 20. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema. Marochko aliongeza kuwa wanajeshi wa Urusi waliharibu meli 2 za kivita zilizotengenezwa na nchi za magharibi na kuharibu moja. Teknolojia iliyoundwa kuzuia mawimbi ya satellite ya Starlink ambayo wanajeshi wa Ukraine wamekuwa wakitumia kwa madhumuni mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kulenga na kurekebisha mashambulio ya HIMARS MLRS, imeanza kutekelezwa kwa mafanikio kwenye mkoa wa Kherson. Governor Vladimir Saldo anasema Starlink ni mradi wa kimataifa wa mawasiliano wa satellite uliotengenezwa na SpaceX, kampuni iliyoanzishwa mwaka 2002 na Elon Musk. Musk mwenyewe anasema mapema Machi kwamba Starlink ni uti wa mgongo wa jeshi la Ukraine, na kama ingefungwa, mstari wa mbele wa Ukraine ungeanguka. Vilevile raia 19 wakiwemo watoto wawili wameuawa katika mashambulizi ya Ukraine kwenye maeneo ya Urusi katika wiki iliyopita, na zaidi ya watu 80 wamepata majeraha. Balozi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Roden Miroshnik anasema. Shukrani kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.